kitu gani kinachoweza kumsaidia mwanamke aliyeolewa kuwa na simu ya pili? Sahihi, si kwa kufanya kazi zaidi wala kusikia mumewe kwa urahisi. Si kuagiza mboga au kuangalia hali ya hewa. Hapana, inatumika kuongea kwa siri na mpenzi wake. Nami nimeigundua kwa gharama yangu. Na nilishughulikiaje? Vizuri sana. Mpango wangu ulikuwa kamili, umehesabiwa kwa usahihi. Na hasa nilikuwa na mshirika wa kuaminika. Lakini tusiende haraka sana. Turudi kwenye siku ile iliyolaaniwa. Sijawahi kuwa mtu anayechungulia. La hasha, nilimwamini Asha. Tulikuwa tumeolewa kwa miaka 12 na ingawa haikuwa yote kamili, sikuwahi kufikiria kushuku nyumbani kwangu. Jina langu ni Juma. Nina umri wa miaka 42, nimezaliwa na kukulia hapa. Ninaendesha warsha yangu ya magari. Natengeneza na kurekebisha magari tangu nilipokuwa kijana. Baba yangu alikuwa fundi magari, babu yake kabla yake. Harufu ya mafuta na petroli inatiririka mishipani mwangu. Ninaendesha gari langu la kawaida, si la kuvutia sana, lakini linafanya kazi yake. Mke wangu Asha amekuwa akipenda vitu vizuri. Anatangatanga na gari lake la kifahari jeusi, viti vyenye joto, ngozi kamili, anasa yote. Anafanya kazi kama wakala wa mali isiyohamishika, na kabla ya siku hiyo ningeapa kwamba tulikuwa na maisha mazuri. Leo najua haikuwa hivyo. Yote yalianza asubuhi ya Jumamosi kama nyingine. Asha alikuwa ameondoka kwa miadi na mteja katika mkutano wa asubuhi wa kifahari. Kwangu ilikuwa sawa, nilikuwa na asubuhi tulivu. Nilichukua kahawa kutoka duka la keki, kisha nikapita warshani kuangalia urekebishaji wa gari la zamani. Karibu saa 5 niliingia nyumbani. Gari la Asha lilikuwa limestopwa kwenye barabara ya nyumba. Nilipata wazo la kumpa mshangao huku kusafisha ndani yake. Hakuwa na wakati kamwe, na mimi napenda kupanga vitu. Nilichukua vifaa vyangu vya kusafisha kutoka kwenye bohari na nikaanza. Nilivuta vumbi kutoka viti, nikafuta dashibodi, nikasafisha skrini ya kugusa. Yote sawa hadi nilipoingiza mkono chini ya kiti cha dereva. Hapo ndipo nilihisi kitu kigumu kilichokwama kwenye mkeka. Nilivuta nje na tumbo langu likageuka. Simu ya pili. Si simu yake ya kisasa yenye kifuniko cha maua. Hapana, simu ya zamani ya bei rahisi, ya zile unazonunua dukani. Skrini imepasuka, nyuma yote imechanika, kana kwamba ilitupwa huko na huko. Nilishinikiza kitufe cha kuwasha. Iliwaka. Asha hakuwahi kunizungumzia kuhusu simu ya pili. Sio mtu wa wasiwasi, lakini tuseme mwanamke aliyeolewa hana sababu nzuri yoyote kuwa na simu ya siri. Kwa mikono yenye jasho, niliketi kwenye usukani nikitazama skrini. Tayari nilihisi udhuru angekuwa akinipa kama ningemuuliza. Inatumika kwa kazi. Nilihitaji simu ya akiba. Mwenzangu aliacha gari. Mambo ya wazimu. Nilifungua sehemu ya vitu, nikaunganisha kebo ya zamani na nikaiweka kuchaji. Dakika moja baadaye skrini ya nyumbani iliwaka. Hakuna picha ya mandhari. Hakuna programu za ajabu. Ujumbe tu na rekodi za simu. Hisia yangu iliniambia nisimame hapo. Sikusikiliza. Nilifungua SMS na hapo ulimwengu wangu ulianguka. Ujumbe wa kwanza kutoka nambari isiyo na jina. Ninatarajia kukuona leo usiku. Ninakukosa sana. Jibu. Na wewe pia mpenzi. Hoteli ile ile. Nilisogeza mazungumzo, moyo ukinipiga masikioni. Miezi ya ujumbe. Maneno matamu, tamko wakati ulioibiwa. Baadhi chafu kabisa, yeye akimwambia angependa kuamka kila asubuhi karibu naye, yeye akijibu kwamba alikuwa kitu kizuri zaidi kilichompata. Nilipata kichefuchefu. Kisha nikaona picha. Niliifungua. Asha, mke wangu, katika chumba cha hoteli chenye mwanga duni, akiwa na nguo ya ndani ya hariri, akitabasamu kwa kamera. Mikono yangu ilitetemeka. Nilitoka kwenye ujumbe kuangalia rekodi za simu. Nambari iliyokuwa ikipiga karibu kila siku.
Wakati mwingine usiku sana, wakati mwingine asubuhi mapema. Nilipiga nambari hiyo kutoka simu yangu. Ililia mara 2. Habari mpenzi, yote sawa? Karibu. Niliangusha simu. Alikuwa Baraka, rafiki yangu wa karibu zaidi. Niliweka chini kabla hajaelewa. Moyo ulinipiga kwa nguvu sana, kama ungetaka kuvunja kifua changu. Baraka. Laana, Baraka. Mtu niliyemfahamu tangu shule ya msingi. Tulicheza mpira pamoja, tulitoroka shule, tulirekebisha magari kwenye garaji la baba yangu. Alikuwa shahidi wangu wa harusi. Na sasa alikuwa analala na mke wangu. Nilishika usukani hadi niumie, nikipumua kwa mshtuko. Haikuweza kuwa kweli. Kosa. Lakini simu kwenye magoti yangu ilisema kinyume. Hakuna kosa. Baraka na Asha walikuwa wakikutana kwa siri kwa miezi, labda zaidi. Nami nilikuwa mjinga sana kutambua. Nilikaa hapo kwa muda mrefu nikitazama tupu, mwili umepooza. Jua lilikuwa likichoma kwenye glasi ya mbele, lakini nilikuwa na baridi hadi mifupani. Sauti ya Asha ilinivuta. Alikuwa akipanda barabara ya nyumba, mifuko ya manunuzi mkononi, sura nyepesi kana kwamba hakuna chochote. Niliingiza simu mfukoni na nikavuta pumzi ndefu. Singemkabili. Bado si sasa. Kwa sababu haikuwa imeisha. Mbali na hapo, nilikuwa nimeketi katika gari langu, mikono ikishika usukani kwa nguvu sana kiasi cha kuupinda. Simu ya siri ilikuwa kwenye kiti cha abiria, skrini yake iliyopasuka iking'aa kama bomu la saa. SMS za Asha kwa Baraka. Uhifadhi wa hoteli. Utani wa siri. Yote hapo, ushahidi mkubwa kwamba mke wangu na rafiki yangu wa karibu walikuwa wakinisaliti kwa miezi. Ningeweza kuingia, kuipiga simu mezani na kumwangalia akianguka. Lakini kitu kiliniambia subiri. Bado si sasa. Kwanza nilipaswa kuongea na mtu aliyestahili kujua kama mimi. Mke wa Baraka, Neema. Nilichukua simu yangu, nikatafuta mawasiliano. Jina lake bado lilikuwa pale, lakini nilikuwa nimeacha kumpigia muda mrefu. Mwaka mmoja labda. Wakati tulipokuwa bado tunatoka nje sisi wanne, tulipokuwa tukijifanya tuna maisha mazuri ya kawaida. Yote ilikuwa moshi. Nilishinikiza piga. Ililia mara 2. Juma. Sauti ya Neema ilikuwa wazi, ya mshangao. Yote sawa? Nilifungua mdomo, lakini hakuna kilichotoka. Unamwambiaje? Habari, ninakupigia tu kukuambia kwamba mumeo analala na mke wangu. Siku njema. Nilivuta pumzi. Neema, ninapaswa kukuambia kitu. Na lazima unisikilize hadi mwisho, sawa? Kimya. Kisha kwa tahadhari, sawa? Nilitazama glasi ya mbele. Asha alikuwa ndani ya nyumba, hajui kuwa ulimwengu wake unakaribia kuanguka. Nimepata simu, nikasema mwishowe. Simu ya siri. Ndani ya gari la Asha. Nimesoma ujumbe, Neema. Yeye na Baraka wanakutana. Nilimsikia akivuta pumzi kwa ghafla. Kimya kizito, chenye uzito. Nilidhani ameweka chini. Niliangalia skrini, hapana, bado alikuwa pale. Nilimsikia akipumua kwa haraka. Alipozungumza, sauti ilikuwa tambarare. Nilikuwa nalihisi kuna kitu kibaya. Nilitoa pumzi, nikapita mkono usoni. Sauti yake ilikaza. Kwa miezi amekuwa mbali. Daima anafanya kazi hadi usiku. Daima na simu mkononi akiandika kama kijana. Nilimuuliza mara moja. Alicheka kwa uchungu. Kazi tu, mpenzi. Hicho ndicho alichonijibu. Kazi tu. Nilishika meno. Asha, sawa. Neema alicheka kwa uchungu. Siamini nimekuwa mjinga hivyo. Alikuwa akirudi nyumbani kwa chakula cha jioni kila siku zamani. Kisha ghafla chakula cha jioni cha kazi mara 2 kwa wiki. Na mbaya zaidi ni kwamba nilisadiki. Alipuliza kwa nguvu. Tumekuwa wajinga wawili, ehi.
Nilitikisa kichwa nikitazama barabara. Yote yalionekana ya kawaida, wavulana wa mtaa wakicheza mpira, mtoa barua akipita, anga ya bluu. Lakini hakuna kilichokuwa hivyo tena. Si wewe mjinga, Neema. Wao ndio wajinga. Kimya kipya. Kisha kwa sauti kali, Juma, tuwaangamize pamoja. Baridi kali ilinijaa kifuani. Ilikuwa hasa kile nilichotaka kusikia. Una nini? Aliuliza. Niliangalia simu ya siri yenye vumbi. Yote. Ujumbe, simu, uhifadhi wa hoteli. Baraka hata alinipigia kwa bahati mbaya mapema. Alinichukulia mimi ni yeye. Habari mpenzi. Taya yangu ilikaza. Neema alivuta pumzi kavu. Laana. Nilisikia sauti kutoka upande wake. Wamekuwa waangalifu, alinung'unika. Sijawahi kuona kitu chochote halisi. Nilitaka kuamini nilikuwa najiwazia tu. Karibu nilicheka kwa baridi. Sasa tunaona wazi. Sauti yake ilishuka kidogo. Unafikiri unadhani wanapendana? Swali hilo lilinipiga kwa nguvu zaidi kuliko nilivyotarajia. Nilifikiria ujumbe wote. Jinsi Asha alivyomzungumzia. Jinsi Baraka alivyomwambia anamkosa. Jinsi walivyocheka kwenye maandishi kama watoto. Nilimeza mate. Sijui. Labda. Pumzi yake ilitetemeka kidogo. Kisha alijitakasa sauti. Alipozungumza tena alikuwa thabiti. Haibadilishi kitu. Kwa sababu tutakapomaliza hawatakuwa na kitu chochote tena. Nilikubali peke yangu. Sahihi. Kimya. Kisha mpango. Nilitoa pumzi, mapigo yakinipungua hatimaye tangu nilipopata simu ile iliyolaaniwa. Tufanye safi. Hakuna kelele, hakuna athari za haraka. Tufanye vizuri. Neema alitoa sauti ndogo ya kukubali. Baraka amekuwa akijiona mwerevu zaidi. Tutamwonyesha kinyume. Nilishika taya nikikubali. Asha na Baraka walidhani wamefanikiwa. Walidhani sisi ni vipofu sana kutambua. Hawakufikiria kinachowangoja. Na tutakapomaliza, wangejuta kujifahamu. Neema na mimi tulikubaliana kitu kimoja kabla ya kusonga, tulihitaji ushahidi wa chuma. Si simu chache au simu za usiku. Kitu wasingeweza kukimbia nacho. Kwa bahati Neema anafanya kazi katika usalama wa mtandao. Na Baraka kwa majivuno yake yote hakuwa na wazo la kinachomngoja. Siku baada ya simu yetu, Neema alinialika nyumbani kwake. Nyumba nzuri yenye matofali, bustani kubwa, samani za kisasa usiyethubutu kugusa. Yote ilisikika bandia sasa. Neema alikuwa ameketi mezani jikoni, kompyuta wazi, vidole vikiruka kwenye kibodi. Nywele nyeusi zimefungwa mkia, uso umefungwa, umejikita. Kikombe cha kahawa nusu tupu kando. Nilikuwa nimeweka kila kitu miaka iliyopita, alinung'unika. Baraka amekuwa dhaifu kila wakati na nywila. Nilikuwa nikicheka nikisema kwamba kuondoa pesa zetu kunatosha kujua jina la mbwa wake wa utotoni. Alicheka bila furaha. Sikufikiria ingenihitaji kwa hili. Nilijivuta mbele alipoingia kwenye cloud ya Baraka. Skrini ilijaa faili, hati, ankara, barua pepe, picha. Alibofya kwanza ujumbe. Mazungumzo na Asha yalifunguka mara moja. Ujumbe wa mwisho wa asubuhi hiyo. Baraka, siwezi kusubiri usiku wa leo. Ninaandaa chumba. Asha, bado ile ile. Baraka, desturi inataka. Vidole vya Neema vilikaza. Alisogeza nyuma miezi ya ujumbe. Baadhi mafupi na ya utani, mengine ya kina kiasi cha kunifanya tumbo ligeuke. Lakini picha zilinifanya nishike ngumi. Moja ya Asha na Baraka katika sehemu ya ziwa, wamekumbatiana kona, kichwa chake begani mwake. Nyingine ya Asha akiwa na shati la mwanaume kubwa sana AC langu katika chumba cha hoteli. Neema alifungua barua pepe. Hakuchukua muda mrefu. Uthibitisho wa uhifadhi katika hoteli kwa siku ya wapendanao. Mwana wa
Neema alisimama akitoa pumzi puani. Kitu ndani yangu kilivunjika. Mimi niliyekuwa nikipanga wikendi ya kimapenzi milimani kwa miezi. Wakati huo yeye alikuwa akifanya mipango mingine. Nilitazama skrini, taa imekazwa. Hicho ndicho hasa tulichohitaji. Neema alipakua yote kwenye diski ngumu ya nje. Ni mwanzo tu. Jioni ile ile baada ya Asha kulala, nilichukua sanduku langu la zana na nikatoka kuelekea gari lake. Sio mtaalamu wa kompyuta, lakini magari nayajua. Na kile nilichokuwa karibu kufanya, nilijua kufanya vizuri. Nilijikunja karibu na bampa ya nyuma, nikatoa kifuatiliaji cha GPS nilichonunua asubuhi hiyo dukani. Kidogo, kikubwa kama pakiti ya sigara, sumaku yenye nguvu. Nilikibandika chini ya chasi karibu na Exceli. Kile kifaa kingetuma mahali pale kwenye simu yangu kila dakika chache. Akienda mahali asipopaswa ningeijua. Nilijisafisha mikono na nikatizama nyumba. Taa ya chumba ilikuwa imezimwa. Asha alikuwa amelala kwa utulivu, labda akiota kutoroka ijayo na baraka. Nilipanda tena gari, ngumi zimekazwa. Katika siku 3 zilizofuata kifuatiliaji kilifanya hasa kile nilichotarajia. Jumatatu jioni hii Asha alizungumza kuhusu miadi ya mteja. GPS ilimweka mbele ya nyumba ya baraka. Jumatano alasiri hii alisema ziara fulani. GPS ilimshikilia saa 3 katika hoteli. Nilihifadhi yote, picha za skrini, saa, mahali. Neema na mimi tulilinganisha na ratiba ya baraka. Ilingana kikamilifu. Lakini rekodi iliyonifanya niruke ilifika Alhamisi jioni kwa sauti yenye msongo ya Neema. Juma, lazima usikilize hii. Alinitumia faili ya sauti. Nilishinikiza cheza. Sauti ya baraka wazi kama haijawahi. Mara tu tutakapokuwa huru, hatimaye itakuwa sisi wawili tu. Damu iliniganda. Neema kwa msongo ameirekodi kama noti ya sauti katika cloud yangu. Labda alitaka kumtuma baadaye. Nilishika simu kwa nguvu sana, niliifikiria kuivunja. Baraka na Asha hawakuwa na uhusiano wa siri tu. Walikuwa wanaandaa mustakabali pamoja. Nilitoa pumzi polepole, nikibadilisha hasira kuwa kisu. Neema kwa uamuzi. Wanataka maisha mapya wawili. Tufanye yaanze kwa magofu. Neema aliponituma rekodi hiyo, nilijua tayari nifanye nini. Sio mtu anayepoteza muda. Nilikuwa nimetumia miaka 12 ya maisha yangu kwa Asha aliyayupa. Baraka nilimfahamu tangu utoto na alinitazama machoni kwa miezi akinidanganya. Walidhani wanadhibiti kila kitu. Kudanganya, kusaliti, kuondoka wakiinua vichwa. Hawakujua kinachowangoja. Asubuhi iliyofuata nilikutana na Neema katika baa mjini, moja ya sehemu hizo za kifahari zenye kahawa ghali na watu wakiwa na suti wakifanya kazi. Alikuwa tayari pale, karibu na dirisha, simu mkononi. Kahawa nyeusi haijaguswa mbele. Uso mtulivu, lakini mabega yamekaza. Niliketi mbele yake. Umeongea na wakili wako? Alikubali, akageuza simu. Wakili Yusufu, mtaalamu wa talaka. Binamu yangu alisema. Mmoja wa bora katika eneo. Nilimpigia jana usiku. Nilimweleza yote. Yuko tayari. Nilikubali. Kamili. Neema alivuta pumzi. Juma, hatuishii kwenye talaka. Tunawaangamiza. Nilijivuta mbele. Ulikuwa mpango. Nami nilikuwa tayari na wakili wangu, wakili Musa, rafiki wa zamani wa baba yangu. Alikuwa akishughulikia mikataba yangu kwa miaka. Nilimpigia asubuhi hiyo nikamwambia yote, hakupiga kope. Unataka atoke bila senti? Hata senti moja? Basi tufanye safi. Binamu wa Neema hakupoteza muda. Alasiri iliyofuata hati zilikuwa tayari. Mali ya baraka zilikuwa zimeenea kwenye akaunti mbalimbali, lakini Neema alikuwa na ufikiaji wa yote. Portfolios za hisa, vitabu, mali isiyohamishika, yote yanayohitajika kumwondoa. Kwa Asha,
Jina lake lilikuwa kwenye nyumba, kwenye akaunti za pamoja na kwenye kadi za mikopo alizozipenda kuzungusha. Lakini alikuwa ameleta karibu kitu chochote. Wakala wa mali isiyohamishika ndiyo, lakini miaka ya hivi karibuni alikuwa ameuza kidogo sana. Mimi ndiye nilikuwa nikilipa mkopo bili. Kwa hiyo angetoka mikono mitupu. Nilipoketi ofisini kwa wakili Musa, yote ilikuwa tayari. Nilipitia kurasa. Asha hangekuwa na nyumba. Asha hangekuwa na senti kutoka warsha. Asha hangeona tena senti kutoka kwangu baada ya talaka. Nilisaini. Neema alinipigia jioni. Baraka atapoteza nusu ya yote. Nami ninaweka nyumba. Nilitabasamu. Kamili. Ilibaki kitu kimoja. Hati pekee hazikutosha. Hatuangezitoa mara moja. Kwanza ilibidi tuhakikishe kwamba watakapogundua hawatakuwa na kitu chochote cha kushikilia. Haikuwa kuvunjika tu. Ilikuwa kunyongwa. Nilikuwa ofisini kwangu katika warsha mbele ya orodha niliyoandika. Rahisi. Pointi 3. Kudhibiti tena fedha. Kurekebisha mkopo wa nyumba kwa jina langu peke yangu. Kuuza kila kitu Asha alichopenda. Alikuwa tayari amechukua kitu muhimu zaidi, uaminifu, maisha tuliyojenga. Singemwacha aende na kingine. Asubuhi iliyofuata, moja kwa moja benki yangu. Meneja Paulo alikuwa amefungua akaunti zetu za pamoja miaka iliyopita. Mwenye urafiki alikumbuka daima jina langu. Leo sikuwa pale kwa mazungumzo. Paulo alinikaribisha kwa tabasamu. Habari Juma, niambie yote. Nahitaji kufunga akaunti ya pamoja na Asha. Nilipeleka kitambulisho. Tabasamu lilipotea. Yote sawa. Mambo tu ya kupanga. Alikubali, akabonyeza kompyuta. Dakika chache baadaye alikunja uso. Kuna karibu shilingi 24,000 juu. Nizihamishe wapi? Kwenye akaunti yangu ya kibinafsi. Vidole vyake vilisita. Asha anajua. Nilijivuta mbele. Paulo, wewe ni mwerevu. Tusifanye mambo kuwa magumu. Ilikutosha. Bofya chache, akaunti ilikuwa tupu. Nilitoka benki na kila senti kwa jina langu. Asha angegundua tu kadi yake inapokataliwa dukani. Karibu nililipa kuiona sura yake. Kisha nyumba. Jina lake lilikuwa kwenye hati, lakini hakuwahi kulipa senti ya mkopo. Yote ilikuwa yangu. Nilimpigia mshauri wangu Hamisi, rafiki wa zamani aliyekuwa akileta gari lake kwangu kwa marekebisho. Nilimwona alasiri. Alinitazama nikifika, tabasamu. Juma, habari? Nahitaji kuongea kuhusu mambo makubwa, Hamisi. Uso wake ulifunga. Nini kinaendelea? Ondoa jina la Asha kwenye mkopo. Nilisukuma karatasi. Alipiga mluzi. Nasikia harufu ya talaka. Nilitazama bila kusema chochote. Alikubali na kuanza kazi. Sawa. Una mtaji wa kutosha kurekebisha peke yako. Tunaweza kufunga kwa siku chache. Fanya haraka zaidi. Alinitazama kisha skrini. Na harakisha. Asha anapogundua kuwa hana tena kitu chochote cha nyumba, funguo zingekuwa tayari zimebadilishwa. Asha alikuwa na shauku ya anasa. Gari langu na Asha havikumhusu sana, lakini alama za hadhi, mifuko ya kifahari, vito, nguo ghali alizovaa mara 2. Nilianza na begi lake la ngozi. Alibeba kila mahali kama tuzo. Niliweka kwenye tovuti ya kuuza kwa nusu bei. Iliondoka kwa saa moja. Kisha bangili ya dhahabu na almasi niliyompa kwa miaka 40. Niliuza kwa duka la kununua dhahabu. Kisha baiskeli ya mazoezi aliyotumia mara 2. Niliuza kwa mtu siku iliyofuata. Moja baada ya nyingine, kila kitu alichopenda kilitoweka. Wakati mimi nilikuwa nikishughulikia Asha, Neema alikuwa akishughulikia Baraka. Alinipigia jioni, sauti tulivu na yenye kuridhika. Nimehamisha shilingi 16,000 kutoka akaunti ya uwekezaji ya pamoja.
Baraka ni mjinga sana kuangalia kabla haijachelewa. Nilicheka. Vizuri. Kesho naona mshauri kufuta kile ninachoweza kabla vita haijaanza. Baraka anaweka yote kwenye hisa, anafikiri haiwezi kuguswa. Nilitabasamu. Na inaweza. Si wakati ninachukua sehemu yangu kwanza. Baraka alikuwa daima akijivunia uwekezaji wake, portfolio yenye utofauti, kana kwamba alikuwa mfanyabiashara mkubwa. Sasa Neema alikuwa akimlazimisha kulipa kila senti. Mwisho wa wiki yote ilikuwa imeanza. Pesa za Asha zimetoweka. Jina lake kwenye nyumba hii limefutwa. Vitu vyake vya thamani vimeuzwa. Uwekezaji wa Baraka umeondolewa. Akaunti zake zimetenganishwa. Mtandao wake wa usalama umeharibiwa. Watakapogundua itakuwa imechelewa sana. Asha angeangalia akaunti na kuona sifuri. Baraka angeingia kwenye portfolio na kuona maelfu yakitoweka. Walitaka maisha mapya pamoja. Tungeona jinsi wanavyopenda kuanza kutoka sifuri. Siku ilikuwa imefika. Tarehe 14 Februari. Siku ya wapendanao. Baraka na Asha walidhani wangeokoka kwa bei nafuu. Walidhani wangeingia kwa siri kwa wikendi ya kimapenzi katika hoteli ya kifahari, bila kujua kwamba Neema na mimi tulikuwa katika chumba namba 1210, milango miwili mbali. Neema alikuwa amehifadhi kwa jina bandia Anna siku 2 kabla. Tulijipanga kabla yao, tukiangalia ukumbi kutoka kona ya baa. Na kwa wakati saa 12 kasoro robo walifika. Baraka, suti nyembamba ya bluu na jeans, tabasamu lake la mshindi. Asha katika gauni jekundu niliyompa mwaka jana, akimtazama kana kwamba ndiye kitovu cha ulimwengu. Kuwatazama pamoja wakijifanya wapenzi kulinifanya damu ichemke. Neema alishika glasi ya divai kwa nguvu sana, nilifikiria itapasuka. Wanaonekana wako sawa, alinung'unika kwa baridi. Nilipuliza puani. Si kwa muda mrefu. Baraka alibadilisha maneno mawili kwenye mapokezi, akachukua kadi ya ufunguo. Asha aliingiza mkono wake chini ya wake, akicheka kama msichana huku wakipanda kuelekea lifti. Tuliwapa dakika 5 za mbele. Kisha tukawafuata. Chumba namba 1212. Tulisimama mbele ya mlango. Tulisikia kicheko chao kilichozimwa, sauti ya vipande vya barafu kwenye glasi. Labda walikuwa wakitoa toast kwa hadithi yao nzuri ya mapenzi, wakiwa na hakika wamefanya uhalifu kamili. Neema alinitazama. Uko tayari? Nilikubali. Alipitisha kadi tuliyopata kwa kumpa rushwa mhudumu, kliki ya kufuli ikasikika. Nilivunja mlango kwa bega. Kilio cha Asha kilipasua hewa huku akishika shuka kujifunika. Baraka alirudi nyuma, mweupe kama shuka. Juma aligugumiza mikono mbele. Si kama unavyofikiria. Nilicheka kwa baridi. Bali ni hasa hivyo. Nilitoa bahasha kahawia kutoka koti na kuirusha kitandani katikati yao. Siku njema ya wapendanao. Neema alisonga mbele, visigino vikipiga, na kuweka bahasha yake magotini mwa Baraka. Sauti ilikuwa ya marumaru. Saini. Mara moja. Asha alikuwa amepooza, mweupe kama kitambaa. Baraka alitazama karatasi za talaka, akipiga kope kana kwamba haelewi. Vipi? Asha alinong'ona. Nilivuka mikono. Mlidhani kweli sisi ni wajinga kiasi cha kutowakamata? Midomo ya Asha ilitetemeka, lakini Baraka alijipata kwanza. Alisimama, uso umegeuka kwa hasira. Mmetuangusha. Neema alicheka kwa dhihaka. Mpenzi, mmejiangusha wenyewe. Sisi tumewaacha mufanye. Baraka alishika meno, karatasi zikivuma mikononi. Alionekana tayari kuzirarua. Kisha macho yake yakateleza kwenye meza ya kitanda, kwenye kadi ya ufunguo ya hoteli hii ambayo haikuwa yao. Asha alifuata macho. Pumzi yake ilisimama. Alitutazama akielewa ghafla. Neema alitabasamu akiridhika. Ndiyo.
Tumeadhimisha sisi pia usiku wa leo. Uso wa Baraka uliharibika. Taya ilikazwa kwa kiwango cha juu. Mmejaa pamoja, alitema kwa sumu. Niliinua mabega, nusu tabasamu. Haki ya kishairi, sivyo? Asha aliweka mkono mdomoni akiogopa. Hapana, mnasema uongo. Neema alimtupia macho ya huruma bandia. Wewe ndiye unayesema uongo, mpenzi. Sisi tunasema ukweli. Baraka alionekana tayari kuvunja kila kitu. Asha alionekana karibu kulia. Niliwatazama nikionja hatimaye kitu nilichokuwa nisihisie kwa wiki, kuridhika. Walikuwa wakiishi kile tulichoishi sisi. Ardhi inayotoweka chini ya miguu. Ulimwengu unaoanguka. Uhakika kwamba hadithi yao nzuri imeisha. Niligeuka kwa Neema. Tumemaliza. Alirekebisha koti, macho bado yamepachikwa kwa yale ya Baraka. Ndiyo. Nadhani ndiyo. Baraka na Asha walibaki pale, wamechanganyikiwa kwenye shuka, wameharibiwa, wamefedheheshwa, wamefichuliwa. Na sisi tulitoka bila kuongeza neno. Baraka amekuwa akijiona asiyeweza kuguswa. Miaka ya kujivuna kana kwamba maisha yanamdai yote, kazi nzuri, nyumba nzuri, mke mwerevu zaidi yake. Na hakutosheka. Sasa angepoteza yote. Wiki moja baada ya kuvamia hoteli, Neema na mimi tulichukua miadi ofisini kwa Yusufu. Nilikuwa pale kuona Baraka akikatwa vipande. Baraka alikuwa amechukua wakili ghali. Alidhani pesa zingemwokoa. Haikufanya kazi. Wakili Yusufu alikuwa hatua 10 mbele. Bwana Baraka alianza akipitia kurasa, tuna ushahidi usiopingika wa uhusiano wako wa nje, rekodi, malipo, uhifadhi wa hoteli. Mkeo, mteja wangu, amekuwa asiye na lawama. Wewe badala yake, alisukuma rundo la uchapishaji wa ujumbe. Umetumia mwaka ukifanya kama kijana msaliti. Baraka, taya imekazwa, hakusema chochote. Wakili wake alikohoa. Bwana Baraka yuko tayari kujadili makubaliano zaidi. Atajadili, Yusufu alikatiza kwa tabasamu. Hivi ndivyo itakavyokuwa. Neema anaweka nyumba. Anachukua nusu ya ofisi yake na mali zote zinazostahili. Baraka aligeuka zambarau. Nyumba alilipuka. Ile niliyolipia mimi. Yusufu aliinamisha kichwa. Iliyolipwa kwa mapato ya pamoja ya wanandoa, unamaanisha? Wakili wa Baraka alinung'unika kitu, lakini Baraka alikuwa akipoteza akili. Nimejenga ofisi kutoka sifuri. Yusufu alitabasamu. Na sasa utaangalia mtu mwingine akichukua nusu. Baraka alisukuma kiti nyuma kwa nguvu sana, karibu kilianguka. Ni mzaha. Fanya kesi ukitaka. Lakini utajuta kutokusaini mara moja. Neema hakusema neno lolote kwa mkutano wote. Alitazama Baraka tu kana kwamba ni mgeni. Alipotoka akipiga mlango, aligeuka kwangu. Inafanya vizuri. Ndiyo. Sana. Mauaji ya kisheria hayakuwa shida pekee ya Baraka. Siku baada ya hoteli, uvumi ulianza kuzunguka. Ofisi yake Baraka na washirika ilikuwa ikibobea katika sheria za familia, talaka, malezi. Na sasa mshirika mkuu alikuwa msaliti mwongo. Mwisho wa wiki jina lake lilikuwa limetoweka kwenye tovuti. Mwisho wa mwezi alikuwa nje. Sababu rasmi: mwenendo usiolingana na taaluma. Sababu ya kweli: hakuna anayetaka wakili wa talaka ambaye hakuweza kumshikilia mkewe. Baraka alichomwa hadharani, nami nilionja kila sekunde. Asha badala yake alijaribu kadi ya mwathirika. Nilitarajia apigane kama Baraka. Uongo, kelele, udanganyifu. Badala yake alifanya toba. Wiki moja baada ya hoteli alikuja warshani kuelekea jioni. Alikuwa akinisubiri karibu na gari langu, mikono imevuka, sura dhaifu. Nilisimama mita chache nikivua glavu za kazi. Unataka nini, Asha? Macho yake yalijaa machozi. Juma, tafadhali, hii ni lazima tuongee.
Hakuna cha kusema. Alivuta pumzi ikitetemeka. Nimefanya kosa. Nilicheka kavu. Kosa? Kusahau gesi ikiwa imewashwa ni kosa. Kuweka petroli kwenye dizeli ni kosa. Nilisogea karibu nikimtazama moja kwa moja machoni. Hiki kilikuwa chaguo. Asha alimeza mate, machozi mashavuni. Nimekuwa mjinga, Juma. Sikumwacha amalize. Nilimzunguka nikafungua mlango. Alinishika mkono. Juma, nakuomba. Nilijiachilia. Hapana. Mdomo wake ulitetemeka. Bado unanipenda, najua. Nilitazama kwa muda mrefu. Unajua kitu, Asha? Hapo awali ndiyo. Nilipiga mlango na nikaondoka. Talaka ilitangazwa haraka. Asha hakupata kitu. Baraka alipoteza nusu ya ofisi, kazi, sifa. Vumbi lilipopoa, hawakukuwa na kitu tena. Asha alilazimika kuhamia nyumba ndogo ya vyumba viwili katika eneo la kawaida. Baraka aliuza gari lake la kifahari kulipa mawakili. Niliwawazia wameketi katika sehemu ya kula ya bei nafuu, wakitazamana kwa hasira, wakielewa hatimaye jinsi walivyoharibu yote. Walitaka maisha mapya pamoja. Walikuwa wameyapata. Peke yao. Bila pesa. Vipande vipande. Katika wiki za kwanza baada ya talaka, Neema na mimi tulizungumza tu kwa mambo rasmi. Hati za mwisho, mgawanyo wa mali za mwisho, kuhakikisha kwamba Baraka na Asha hawajaribu pigo la mwisho. Mazungumzo mafupi ya vitendo yaliyojikita kwenye kusafisha. Kisha jioni moja Neema alinipigia bila sababu. Habari. Wewe unaendeleaje? Sauti ilikuwa laini zaidi ya kawaida. Ilinishtua. Hakuna aliyeniuliza hivyo. Wote walitaka maelezo ya kuvutia, si kujua jinsi nilivyokuwa kweli. Nilizama kwenye kiti nikitazama dari. Vizuri, nadhani. Alitoa pumzi. Nami pia. Kimya. Si cha aibu. Tu cha asili. Na hivyo yote yalianza. Kwanza simu kila siku 2 au 3. Kisha kila siku. Baadhi ya jioni alipiga yeye kutoa mawazo, kazi, usumbufu. Jioni nyingine nilikuwa mimi ninapiga nambari yake tu kusikia sauti inayoelewa. Hatukuzungumza kamwe kuhusu Baraka wala Asha. Sura hiyo ilikuwa imefungwa. Tulizungumza juu ya mengine yote. Alasiri moja ya Septemba, ujumbe kutoka Neema. Neema, umewahi kuwa kwenye baa la divai karibu na ziwa? Mimi kamwe. Kwa nini? Neema, njoo kunywa glasi jioni ya leo. Nilitazama skrini kwa muda mrefu kabla ya kujibu. Mimi saa moja. Ilikuwa saa 1:30, lakini sikujali. Nilichukua barabara kuu, alama za ziwa, taa za mji zikitoweka kwenye kioo, zikibadilishwa na milima nyeusi na ukungu. Nilipopaki, jua lilitua likiweka rangi ya machungwa na zambarau kwenye ziwa. Baa la divai lilikuwa sehemu ndogo ya siri, anga ya joto, taa laini kamili kwa kuongea saa nyingi. Neema alikuwa tayari pale kwenye kaunta, glasi ya divai nyekundu mkononi, mwangaza wa dhahabu kwenye mbao zenye kung'aa. Aliniona nikifika, tabasamu iliyopinda. Sikufikiria ungekuja kweli. Niliketi kando. Vinginevyo ungeniita mwoga. Aliinua glasi kwa utani. Ungekustahili. Mhudumu, mtu mnene mwenye shati la mraba, alifika. Unachukua nini? Sawa na yeye. Alimimina kidole viwili vya nyekundu nyeusi. Nilimeza soso, joto likishuka kooni. Hatukuzungumza mara moja. Haikuhitajika. Tulikaa pale tukionja utulivu, uwepo, hisia kwamba kitu kinabadilika. Baada ya muda Neema aliweka glasi na kugeuka kwangu, macho meusi yamejaa nguvu mpya. Unafikiri yote haya yalipaswa kutokea? Nilizungusha swali kichwani. Miezi michache iliyopita ningesema hapana. Ningesema ilikuwa janga, kwamba walituibia miaka, kwamba haikusaidia kitu. Lakini pale nimeketi kando yake nilielewa.
Baraka na Asha labda walituvunja, lakini Neema na mimi tulikuwa tumejenga kitu kipya kutoka kwa vipande. Niliinua glasi kwake. Ndiyo, ninaanza kuamini. Alitabasamu. Tabasamu ya kweli. Tuligonga glasi katika mwanga mdogo, toast ya kwanza ya kweli kwa mwanzo mpya. Usiku huo tuliacha yaliyopita nyuma. Na tukaenda kuelekea kitu ambacho hakuna mmoja wetu alikuwa amekifikiria. Shiriki maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Je, unafikiri rafiki huyo na mwanamke huyo walipata walichostahili au kisasi kilikuwa kikali mno? Ikiwa umefurahia hadithi hii, jiandikishe kwenye kituo na utupe like.